Alfajiri tulivu ya Jumapili Machi 16, 2025 ilianza kama kawaida, kama ada wala si bada, huku sauti za nyomi zikisikika wakijinadi kwa ubora wa unyororo wa sauti zao. Kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, nchi jirani ya Tanzania, hii ilikuwa ni siku ya kwenda kuandika historia nyingine kwa wapenzi wa Qur'an. Ni baada ya kuitikia mwito wa waandalizi wa mashindano makubwa duniani ya mabara yote yanayoandaliwa kila mwaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan chini ya usimamizi wa taasisi ya Al-Hikma pale kwa Mkapa. Umma ulijitokeza kwa makundi, kila mmoja akitafuta nafasi ya kujaza uwanja kabla ya kukosa nafasi ya kukaa. Nasi timu Al-Hajar TV, baada ya kuifungia safari Qur'ani ili katunyanyue pale kwa Mkapa, tulikuwa tayari tumekita kambi baada ya safari kutoka katika makao makuu yetu hapa katika kaunti ya Mombasa hadi jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Safari ya masaa zaidi ya 8, tukiwasili Dar es Salaam salama salmini na tukiwa na ari kubwa ya kukuangazia yote yatakayojiri kwa Mkapa. Saa 1:30 majira ya Afrika Mashariki ilipotimu, uwanja wa kwa Mkapa ulikuwa umefurika furi, huku nje umati ukizidi kumiminika hadi kupelekea baadhi ya wasimamizi na waandalizi wa mashindano haya kuja na mbadala wa kuomba uwanja mwenza wa Uhuru almaarufu Shamba la Bibi kutumika, licha ya kuwa nao ulijaa pomoni masaa kadhaa tu baada ya wasimamizi wa uwanja wa Mkapa kutoa ruhusa kutumika kwake. Huku kwa Mkapa ni sauti za takbir ndio zilikuwa zikisikika tu pindi mshiriki kati ya washiriki 17 waliowakilisha mabara yote duniani kumaliza kusoma takbir, 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 na kupelekea kuwapa kibarua kizito majaji wa mashindano haya kwa ushindani wa hali ya juu kutoka kwa washiriki. Hatimaye zamu ya jaji kiongozi ikafika kumtangaza mshindi wa makala haya 25, yaani robo karne, mshindi akitokea bara Uropa, nchi ya Russia, alipojinyakulia kitita cha shilingi milioni 30 pesa za Kitanzania na zawadi nyinginezo kwa washiriki waliohudhuria mashindano haya yaliyohudhuriwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi na viongozi mbalimbali wa kidini na wa kisiasa. Shukrani ziwaendee taasisi ya Al-Hikma inayoongozwa na rais wake Sharif Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali pamoja na nduguye Sheikh Nuruddin Kishki, mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma Foundation, bila kusahau kikosi kazi cha Kishki TV pamoja na wafanyikazi wake wote walotupa shavu tukishirikiana pakubwa kukuletea matangazo ya mashindano haya mubashara kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa hadi sebuleni kwako. Asante mtazamaji wetu kwa kutuamini na kutufanya kituo namba 1 ulichokiamini kwa kukupeperushia musabaka huu, huku tukikwambia tunajali utazamaji wako, kwani wewe ni mwanafamilia wetu. Shukran. Ndimi nilikuwa wako Muhammad Atibu Abdallah, msimulizi wa makala haya ya Qur'an, ima ikunyanyue ama ikubwage, tukimuomba Mola Jalali atunyanyue kwa Qur'an. Amin. Au ikubwage. Imetunyanyua. Sasa tunajivunia kwa marefu na mapana, sasa tunajivunia kwa marefu na mapana.